Hello vipenzi, karibuni tena katika channel yetu nzuri ya C-Movie Recap, ikiwa ni mwendelezo story nzuri kutoka kwangu msimulizi wenu. Twende nayo, ni story mpya inaitwa Sisha, ikiwa ni katika sehemu ya kwanza. Kwa majina naitwa Sisha Silika. Ni mtoto wa pili kwetu, ambapo ni familia ya watoto watatu. Wawili ni kaka zangu wakubwa na mdogo, na mimi nikiwa msichana wa pekee kabisa. Kwa kabila sisi ni Wamasai wa kijijini kabisa, ambao tulikuwa tunavaa mashuka. Wamasai walikuwa hawana desturi kabisa ya kupeleka watoto wa kike shuleni, mpaka serikali ikaingilia kati na kuanza kusimamia sheria ambayo ni haki ya kila mtoto kupata elimu. Hivyo kutokana na sheria ya kupeleka watoto shule, baba yangu alimpeleka kaka yangu, lakini mimi aliniacha. Japo nilikuwa nimefikisha miaka 6, nipo tayari kabisa kusoma. Nilikuwa napenda sana shule, lakini baba alinikatalia na kuniambia mimi ni mwanamke, hata akinisomesha haitasaidia kitu, maana nitaishia kuolewa na mtoto wa mzee Molel. Nilisikitika sana. Sisi Masai kipindi hiko tulikuwa tuna desturi ya kuchumbiwa tukiwa bado wachanga. Wakiona familia ina kichanga cha kike, basi familia fulani huja kuchumbia na kuanza kuhuduma. Na kishika uchumba, hiyo nayo ilifanyika kwangu. Nilikuwa tayari nasubiri kuolewa na mtoto wa mzee Moleli. Akili yangu ilikuwa kusoma. Nilikuwa natamani sana wataalamu wakija kijijini kwetu kutoa elimu ya masuala mbalimbali, ikiwemo umuhimu wa elimu, magonjwa, pia na hiyo elimu. Basi nilikuwa natamani kuwa kama wao mno, maana walikuwa wanakuja wengine wanawake wampendeza mno, wanaongea vizuri. Mimi nikawa nachanganyikiwa kuwaona. Familia zetu zilikuwa na mfumo dume sana. Kina baba na wazee ndio wasemaji wa mwisho kabisa, na si vinginevyo. Hivyo hata mama nilikuwa kutwa na namlilia nataka kusoma, alikuwa anaogopa kuongea na baba. Mimi na mdogo wangu tulipishana kama mwaka na miezi hivi, naye alifikisha umri wa kwenda shule akapelekwa, lakini mimi nipo nyumbani tu. Kazi zangu kufua na kuosha vyombo tu na kufagia uwanja na zingine nikipewa. Hali iliyokuwa inanitesa sana wakati huo. Familia ya mzee Molel walikuwa wananihudumia kama mkwe wao kwa kijana wao. Wasichana wengine wa Kimasai walianza shule pia kasoro mimi. Baba yangu mbishi sana. Siku moja walikuja wataalamu wa elimu kijijini kwetu tokea Dar es Salaam. Walikuja kusisitiza juu ya elimu, ikiwemo na kupeleka mtoto wa kike shuleni. Mimi pia nilitoroka nyumbani hadi kwenye mkutano huo. Waliongea na kusisitiza watoto wote wa kike waende shule. Walieleza umuhimu wa elimu na athari za ndoa za utoto. Waliongea mengi sana kiasi cha mimi kudhani wazazi wangu wameelemewa, maana walikuwepo, mimi hawakuniona, nilijificha. Wale wataalamu walikuwa wameweka kambi wiki nzima. Niliporudi nyumbani nikamuuliza baba kuhusu mimi kwenda shule. Baba akasema, kelele huko, utoenda na nisisikie hapa, toka kwanza. Nilitoka nje. Nyumba yenyewe tunaishi ya mbegu za mbwa, kusilibia mavi ya ng'ombe. Nilitamani kusoma, lakini baba ni shida. Niliwaza, lakini nilipata wazo. Nilivizia siku wale wageni wanataka kuondoka. Nilichukua kamba na kwenda mti wa karibu. Walipofikia nikaweka kamba juu ya mti na kuvizia. Nilivyosikia wanataka kutoka, nikaweka kwenye kitanzi na kuanza kuning'inia. Sasa kama najinyonga, japo sikuwa na nia hiyo kabisa. Mimi nilihitaji kuona na kupewa msaada nipate elimu tu. Mama mmoja aliniona akapiga kelele. Wengine wakatoka na kuja kukata kamba. Mwingine akanidaka. Nilikuwa na hali mbaya muda huo, japo nilikuwa na akti. Lakini zoezi nilikuwa gumu. Nilikuwa napumua kwa shida.
Nilipewa huduma ya kwanza, baada ya muda nikapata nafuu. Nikaulizwa kuhusu familia yangu, nikasema aliambiwa mwenyekiti, akaenda wafuata baba na mama. Walifika wakashangaa nimelala pale. Mtaalamu mmoja akasema, tumewaita hapa kutokana na mtoto wenu alitaka kujiua. Baba alistuka, akaniangalia kwa hasira. Kisha akasema, umefanya nini we mjinga? Utanikoma. Mtaalamu mwingine akasema, we mzee, kwani unamtishia tena? Mimi nilidhani hili litakupa fundisho na kumsikiliza mtoto, kweli unamtishia? Akasema, mpumbavu huyu. Mimi nilikuwa nalia. Mtaalamu mmoja alikuwa mama mtu mzima yule, aliniona akasema, eti mwanangu, shida nini? Nikasema, nataka kusoma lakini baba hataki nisomeshwe sababu mimi ni wa kike. Anasema nitaolewa na familia ya mzee Molel. Yule mama akasema, mzee, sisi tumetumwa na serikali kuambia kuhusu msomeshe watoto, lakini wewe utaki, kwa nini? Baba akasema, siwezi somesha mtoto wa kike. Mimi sina pesa ya kumsomesha huyu, ni hasara kwangu. Nimeshasema kama kichwa cha familia. Hivyo kama inataka kufa, acha ikufe. Tujinga sana. Walianza mshauri baba alikuwa kama haelewi. Mwishoni akasema, mna uchungu naye? Mchukueni nyie mkamsomeshe. Mimi sina pesa. Na alitaka kujiua. Anizalilishe. Mimi sioni kama nina mtoto wa kike, huyu ananiuzi sana. Walimshauri tena, lakini alikuwa na msimamo mimi nizidi kulia. Yule mama mtu mzima akasema, basi namuomba mimi niende naye, nitamsomesha. Baba akaniangalia kwa jicho kali, halafu akasema, nenda naye, sababu huku sitaki kumuona, maana ni mkosi kuwa naye. Mtu alitaka kujiua, akakaa kwenye nyumba ya nani? Nenda naye. Baba alisimama na kuanza kuondoka zake. Mwenyekiti akasema, mimi nashauri mtoto muende naye, huyo mzee ni mtata sana na huwa ana msimamo mno. Nashauri muende naye, Mungu atawalipa. Akibaki huyu atamuua. Wakajadili, yule mama akasema, nitaenda naye mimi. Eti si upo tayari? Nikasema ndiyo kwa furaha. Akasema basi tuandikishane hapa, mwenyekiti naomba ili iwe halali. Mwenyekiti akasema haina shida. Kuna karatasi, akaandikisha, kisha tukapanda kwenye cruiser, safari kaanza. Nilifurahi mno. Japo huzuni ya kutokumuaga mama na kaka zangu nilikuwa inanisumbua. Tulisafiri mpaka Dar es Salaam. Mimi nilichoka mno. Hivyo muda mwingi nilikuwa nimelala tu. Niliamsha tukiwa Dar. Tumefika, gari ilikuwa imepaki kwenye nyumba fulani, ina geti hivi. Nilishangaa maana ni jioni lakini kuna mwanga. Nilikuwa nashangaa sana. Majumba nishazoea porini. Mimi na nyumba zetu za miti. Sikuwahi kufika mjini au kutoka nje ya kijiji chetu. Niliambiwa nishuke, nikashuka, nikaanza mfuata mama, aligonga geti. Ikaja funguliwa na dada mmoja hivi. Tuliingia ndani kwake, huku gari iliyotuleta ikiondoka zake. Tuliingia ndani, mimi kila mtu nilikuwa nikishangaa tu. Ndani mama akiwaita wote wa ndani, alikuwa na watoto wawili, wa kiume na dada wa kazi. Akanitambulisha kuwa mimi nitakuwa kama mdogo wao. Wakanikaribisha, japo walikuwa wanashangaa nguo zangu. Mama akawaambia wanaye, Krishi ambaye ni wa kwanza na Jaydan ambaye ni wa pili, kuwa nitaanza shule wao sababu ni wakubwa, basi watakuwa wakinifundisha. Wakasema sawa. Krishi alikuwa kidato cha pili wakati Jaydan yupo darasa la 7. Baba yao alikuwa akifanya kazi mkoani. Nilitafutiwa shule kisha nikaanza kusoma. Sasa kutokana na shule yenyewe
tuition kutoka kwa kaka zangu, nilikuwa najitahidi darasani. Nilikuwa kusoma na najitahidi, kuandika pia, kuhesabu na pia English medium nikavushwa madarasa kutokana na umri wangu. Nikasoma la kwanza miezi 6, nikaenda la pili, kisha la 4, nikafanya mtihani, nikafaulu, kisha la 5, kidogo nikaenda la 6, hapo nikiwa na miaka 12. Ndipo nikaendelea. Kipindi hiko zamani nilikuwa inaruhusiwa kuvushwa madarasa. Niliendelea kukua na kupendeza na nilikuwa navaa nguo za kawaida, sio za Kimasai. Japo siku moja navaa. Sasa mama alikuwa ananinunulia, nilisahau asili yetu. Krish alikuwa kidato cha 5 kipindi hiko, wakati Jedan alikuwa kidato cha 3 huko boarding. Siku moja mama alienda kwenye elimu zake mikoani. Nyumbani nikabaki na kaka Krish na dada wa kazi. Usiku mida ya saa 3 baada ya kula, kaka Krish aliniita chumbani kwake na madaftari niende kusoma. Nikaenda, lakini yeye alikuwa amelala kitandani akiwa kifua wazi na bukta tu. Mimi nikakaa kwenye kiti, maana kulikuwa na kiti na meza. Kaka akasema, "Hebu njoo ukae hapa. Mimi mgongo unaniuma, nataka kujinyoosha." Nikasema, "Sawa." Sikuwa na wasiwasi, nikaenda kitandani, nikakaa. Mara kaka akasema, "Sisha, hivi umevunja ungo wewe?" Nilimwangalia nikasema, "Hapana." Uongo, tuoni kifuani. Nilistuka. Kaka alikazania kunifungua vifungo vya blausi yangu. Mimi nikaona kama sio sawa. Nikawa namzuia. Akasema, "Wewe, hebu tulia, mimi ni kakako, nataka nani akuangalie." Akanifungua kwa nguvu, ikafunguka. Akasema, "Mbona una vititi?" Aliongea huko anaviminyaminya. Nilijisikia, unajua nini kitafuata? Usikose sehemu ya pili. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare katika akaunti yetu ya Simu Recap kwa muendelezo wa tamthilia nyingine nzuri kama hizi.